Kwanza na washukuru sana wanahabari kwa kufika na kushuhudia matukio makubwa mawili yanayosimamiwa na wizara yetu, Wizara ya Mifugo na Uvuvi. Lakini pia tukio la pili la kuhusu meli ambayo nitalifafanua linagusa pia Wizara ya Uchumi wa Bluu na Uvuvi Zanzibar. Kwanza nampongeza na kumshukuru Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan kwa uongozi wake na usimamizi wa shughuli zetu tunazozifanya hadi tukafika leo. Tumekuwa na matukio mawili. La kwanza linahusu kongamano la watafiti kutoka katika nchi za mabara yote duniani waliokusanyika hapa katika kongamano la 4 kuhusu maendeleo ya sekta ya uvuvi na ufugaji wa viumbe maji kwa maendeleo endelevu katika nchi zetu. Kama mnavyofahamu, shughuli za uvuvi ni sayansi, ni jambo linalohitaji utaalamu wa wanasayansi wa aina karibu zote, lakini ni shughuli inayohitaji ubunifu na ni shughuli nyeti katika usalama wa chakula katika dunia yetu. Na kwa maana hiyo mchango wa wanasayansi hauna kifani, na ndio maana leo nimekuja kuzindua kongamano lao la siku 3. Na lengo kubwa kama nilivyosema ni kuhakikisha kabisa kwamba shughuli za uvuvi na ufugaji wa viumbe maji zinafanyika kisayansi, kisasa, zinatumia nyenzo za kisasa na ubunifu, ili wavuvi hasa wadogo waweze kunufaika na jasho lao. Na sisi Tanzania tumejaaliwa, mnafahamu, rasilimali za uvuvi na ufugaji wa viumbe maji. Kwa bahati mbaya hatujatumia rasilimali hizo vizuri, lakini tumeanza kwa kuweka msisitizo wa kupata ushauri wa wataalamu na kuwahimiza watafiti waweze kutupa maarifa ya kutusaidia kuvuna hizo rasilimali. Na serikali ya awamu ya 6 imeweka kipaumbele katika kutenga fedha na kutafuta wafadhili mbalimbali ili watafiti waweze kufanya tafiti zao zenye manufaa kwetu. Mnajua utafiti ni gharama, na changamoto kubwa sio kutokuwa na watafiti waliobobea, tunao, lakini inahitajika fedha. Na eneo hilo ndilo Mheshimiwa Rais anatuongoza kutenga bajeti katika bajeti zetu kwa mapato yetu ya ndani, lakini pia kutafuta wadau wengine, kwa sababu pia rasilimali hizi tunazitumia kwa pamoja. Kwa mfano, Ziwa Victoria tunalitumia kwa nchi 3, na ukifuatilia pia chanzo chake mpaka kwenda Misri huko na nchi zingine, ni ziwa linalotumiwa na watu wengi, na ndio maana inahitaji ushirikiano hata katika ngazi ya utafiti. Ziwa Tanganyika mnajua, Zambia tunatumia pamoja, sisi Tanzania tunatumia pamoja, DRC tunatumia pamoja, hata Burundi tunatumia pamoja. Kwa hiyo ushirikiano huu wa kimataifa unatusaidia kukaa pamoja, kutafakari pamoja, kupanga pamoja na kujipanga pamoja kunufaika na rasilimali hizo. Tukio la pili ambalo mmelishuhudia na ninawashukuru sana ni la kushuhudia utiaji wa saini wa ujenzi wa meli 3 za uvuvi wa bahari kuu. Meli 2 zitakazomilikiwa na Tafiko ambayo ni kampuni yetu ya kufanya biashara ya uvuvi, lakini meli 1 itamilikiwa na serikali ya Zanzibar. Hili ni tukio kubwa kwa sababu imechukua muda mrefu, na huwezi ukawa na sayansi na maarifa ambayo ndio tunayatafuta halafu usiwe na nyenzo na mbinu za kunufaika. Kwa hiyo meli hizi ambazo zitajengwa ndani ya miezi 9 zitatusaidia sasa kuja kutumia maarifa kuvuna rasilimali hizo, hasa katika ukanda wa pwani katika bahari ya Hindi. Na muda sio mrefu pia tutakuwa pia na mchakato wa kutafuta mkandarasi wa kujenga meli zingine 3, kwa sababu mpango ni kuwa na meli 6, 4 za Tafiko bara na 2 kwa Zanzibar. Na hii itatuunganisha pia na matumizi yenye tija ya bandari yetu
ya uvuvi ambayo wakati wowote kuanzia sasa Mheshimiwa Rais anaweza akaizindua kwa sababu imekamilika kwa 100%. Nawashukuruni sana kwa kunisikiliza. Moja itakuwa ni uchambuzi wa mawasilisho yatakayowasilishwa, na katika mawasilisho haya tuna maeneo kadhaa. Moja ni kwenye upande wa ukuzaji viumbe maji, na kama mmesikia hotuba ya Mheshimiwa Waziri, ametaka tuongeze nguvu katika kuzalisha chakula bora cha samaki ili kusaidia sekta ya ukuzaji viumbe maji kukua kwa kasi na kuzalisha chakula cha samaki wa kutosha ili kuondoa nakisi katika mahitaji ya nchi. Lakini eneo la pili ni kwenye uzalishaji wa vyakula bora vya samaki, vifaranga bora vya samaki, na taasisi imepewa jukumu pamoja na taasisi zingine za wizara pamoja na vyuo vikuu kutengeneza kitu wanaita breeding program, programu ya uboreshaji wa mbari za samaki, na hii nia yake ni kuzalisha samaki ambao na vifaranga ambao watakuwa na kuwa kwa haraka, lakini wanakuwa kuwa wakubwa na kuwa wanahimili magonjwa. Na kwa kuweza hili jambo tukiliweza kwa katika kipindi ambacho tumepewa, maana yake tutaweza kuisaidia sekta kukua kwa kasi zaidi kuliko inavyokuwa kwa sasa, na hivyo kufikia malengo yale ambayo nchi imejiwekea. Mtakumbuka katika kipindi kile cha mpango wa 3 wa maendeleo wa miaka 5 wa taifa FYDP3, nchi ilikuwa imepanga kuzalisha kwa mfano samaki tani 600,000 kwa mwaka ifikapo mwaka 2025-26. Na mimi ninafurahi kwamba kama taasisi tulifanya eneo la kwetu kwenye upande wa utafiti kutambua maeneo kwa mfano ya kuvua samaki, kufuga samaki kwa vizimba kule Victoria, tumefanya Tanganyika na sasa tunaelekea Nyasa, na kwa maelekezo ya Mheshimiwa Waziri pamoja na nchi na Mheshimiwa Rais ni kwamba tunakwenda pia upande wa bahari. Na kwa kufanya vile, mtakumbuka Mheshimiwa Rais alitoa maboti, akatoa na vizimba, na imetuwezesha wizara imefikia lengo, actually imelivuka. Badala ya tani 600,000 kwa mwaka tumezalisha mpaka tani 659 kwenye takwimu nilizoziona, na hata mchango wa uchumi wa sekta kwenye uchumi wa taifa ile GDP ulipanda kutoka 1.6 kwenda 2.2. Hata ulaji wa samaki nchini ulipanda kutoka 8.5 kwenda mpaka 10.5, na haya ni matokeo yaliyotokea katika kipindi kifupi cha ile nguvu iliyowekwa na Mheshimiwa Rais pamoja na wizara katika kuhakikisha tunafikia malengo. Kwa hiyo sisi tunaamini kwa msukumo ulioko, kwa bajeti zinazotengwa, kwa msukumo alionao Mheshimiwa Waziri pamoja na management ya wizara, na sisi watafiti tulivyojipanga, tuna uhakika tutaweza kufikisha lengo lile ambalo limewekwa kwa ajili ya sekta ya uvuvi katika kipindi ambacho kimepangwa, na yumkini inshallah Mwenyezi Mungu atatujalia yumkini tukafika mapema kabla ya miaka hiyo 25